Kwa majina naitwa Natasho Sifaeli Msuya, ni mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira, lakini vile vile ni mratibu wa mradi wa program ya skeli, mradi ambao umejikita katika kujengea uwezo na kutekeleza miradi ambayo inaweza kusaidia jamii katika uhimilivu wa athari zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu katika mkoa wa Arusha unatekelezwa katika wilaya 3. Wilaya ya Monduli ni moja wapo kati ya wilaya iliyochaguliwa katika kutekeleza mradi wa mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni kutokana na athari zilizoonekana kwa jamii juu ya mabadiliko ya nchi kuwa kubwa. Kwa wilaya ya Monduli katika mradi huu umegawanyika katika maeneo mawili. Kwanza kabisa ni eneo la kujengea jamii uwezo tuanze, na vile vile imegawanyika katika utekelezaji wa miradi ambayo itasaidia jamii kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo fedha hizi zimegawanyika katika maeneo ya kutekeleza mradi na vile vile kabla ya kutekeleza mradi kujengea jamii ya uwezo. Kwa hiyo hizo fedha zinaitwa tuanze. Wilaya ya Monduli tunatekeleza katika kata 7 kwa awamu ya kwanza, kwa maana ya 1/3 ya kata zilizopo wilaya ya Monduli. Kata hizi ni Engaruka, Mfereji, Nalarami, Meserani, Sepeko, Lepurko na Selela. Kwa hiyo mpaka sasa halmashauri imepokea fedha za tuanze milioni 82,896,888.31. Fedha hizi ni kwa ajili ya tuanze, yani kujengea jamii uwezo, kujengea wataalamu uwezo na kufanya mikutano ya jamii kwa ajili ya kutangaza dhana nzima ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile kuwezesha kuibua miradi ambayo jamii yenyewe itaweza kuibua kwa kutumia mfumo wa fursa na vikwazo ulioboreshwa, yani O&OD. Mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia 2025, 26 na 2029 hadi 30. Kupitia fedha hizi tumeweza kufanya mikutano mbalimbali katika ngazi za kata, ngazi za vijiji na kuweza kuibua miradi kupitia wananchi wenyewe, kupitia michakato yote ambayo imefanywa na timu, kwa kushirikiana na timu ya mabadiliko ya tabia nchi ya wilaya na timu ya wawezeshaji katika ngazi ya kata, yani WF. Miradi ambayo inahusisha kata nyingi nzima, kata nzima inanufaika, na miradi mingine ni vijiji viwili katika kata au kijiji kimoja, lakini pia kuna miradi hiyo ambayo itanufaisha kata nzima kwa ujumla. Kwa mfano katika kata ya Meserani wameibua josho ambalo litajengwa katika eneo ambalo ni la malisho kwa kata nzima, ambao mradi huo wa josho utanufaisha kata nzima. Vile vile mradi huu una awamu ya pili ambayo ni utekelezaji wa miradi 2026 2027. Katika mradi huu kuna jumla ya shilingi milioni 654. Fedha hizo tuanze ni milioni 82 kwa awamu ya pili ya 2026-27, kwa maana ya kwamba 2/3 ya kata zingine ambazo zinapata athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini milioni 475,747 zitatumika kutekeleza miradi, na milioni 98,577
zitatumika katika ufuatiliaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha miradi hiyo inatekelezwa kwa ufanisi. Kwa hiyo jumla nzima ya fedha ni milioni 657 ya mradi wa mabadiliko ya tabia nchi kwa kipindi cha mwaka 2026-2027. Tunaipongeza serikali ya awamu wa 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu na kuwajali wananchi kutokana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunamshukuru na tunampongeza sana kuwajali ili wananchi waendelee kuweza kuishi kwa mazingira kutokana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi iliyojitokeza katika maeneo ya wananchi. Kwa hiyo kupitia mradi huu jamii itanufaika na kuwa imani ya dhati na serikali